Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi amesisitiza msimamo wake kuhusu umuhimu wa mchakato wa katiba mpya baada ya kuweka msisitizo pekee kwenye maridhiano ya kisiasa nchini Tanzania. Makamu huyo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameeleza kauli hiyo kufuatia mfululizo wa mjadala wa kisiasa unaoendelea nchini unaohusu mwelekeo wa uongozi wa kitaifa pamoja na mifumo ya uendeshaji wa migogoro ya kisiasa. Kiongozi huyo mwandamizi wa serikali alibainisha kuwa mchakato wa katiba mpya ndio mwarobaini mkuu wa changamoto za kisiasa na kiutawala zinazolazimikiwa na wananchi wa pamoja na vyama vya upinzani baada ya kutegemea maridhiano ya kisiasa yasiyo na msingi imara wa kisheria. Msimamo huo wa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi unajiri huku kukiwa na maoni tofauti ndani ya chama tawala pamoja na serikali inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Wakati mkuu wa nchi Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akiendelea kupendekeza njia ya maridhiano ya kisiasa kama njia kuu ya kutatua mivutano kufuatia matukio ya kisiasa na uchaguzi wa mwaka uliopita, kiongozi huyo mwandamizi wa serikali Daktari Emmanuel Nchimbi anaeleza kuwa takwa la msingi la wananchi wengi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupatikana kwa katiba mpya. Mvutano huu wa mitazamo ya kiutawala unaonyesha utofauti wa kimbinu uliopo katika kushughulikia matatizo ya kisiasa na kiuchumi nchini. Katika kueleza misingi ya mazingira ya kisiasa ya sasa ndani ya Chama cha Mapinduzi na serikali, aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole aliwahi kubainisha uwepo wa mfumo na mitandao ya uongozi inayotengenezwa nje ya vikao rasmi ya vyama kwa ajili ya kuendesha masuala ya uchaguzi na utawala. Aliyekuwa balozi Humphrey Polepole alieleza kuwa utamaduni wa miaka mingi wa chama tawala ulikuwa ni kufanya maamuzi ndani ya vikao rasmi vya ndani vya chama, ambapo viongozi na wanachama walikuwa wakijadili na kuhojiana kwa uwazi ili kumpata kiongozi bora zaidi. Mwanasiasa huyo alibainisha kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi pamoja na viongozi wengine waandamizi wa chama tawala wanatambua uwepo wa mitandao hiyo ya uongozi inayoshawishi mwelekeo wa maamuzi ya chama na serikali. Yote haya yanajiri wakati ambapo maswali mengi yakiendelea kuulizwa na jamii kuhusu kutoweka kwa aliyekuwa balozi Humphrey Polepole kufuatia kauli zake nzito alizowahi kuzitoa kabla ya kutojulikana alipo. Kauli hizo alizozitoa mwanasiasa huyo wa zamani wa Chama cha Mapinduzi zimeendelea kutajwa na viongozi mbalimbali akiwemo mbunge wa Kawe Mchungaji Josephat Gwajima ambaye naye amekuwa akisimamia misingi ya ukweli na uwazi katika kushughulikia masuala ya kitaifa. Kutoweka kwa aliyekuwa balozi Humphrey Polepole na msimamo wa Mchungaji Josephat Gwajima vimeongeza mjadala mpana kuhusu nidhamu ya ndani ya chama tawala pamoja na uhuru wa kutoa maoni kwa viongozi wa kisiasa nchini Tanzania. Bali na migogoro ya ndani ya chama tawala, mada ya maridhiano ya kisiasa inakabiliwa na masharti makali kutoka kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kikiongozwa na viongozi wake waandamizi. Chama hicho kikuu cha upinzani kimekaidi kuingia kwenye maridhiano yote ya kisiasa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan bila kwanza kutimizwa kwa matakwa kuu mawili ya msingi. Matakwa hayo ni pamoja na kuachiliwa huru mara moja kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu anayekabiliwa na mashtaka ya kisheria mahakamani kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, pamoja na kuanzishwa rasmi kwa mchakato wa katiba mpya utakaoweka mfumo huru wa uchaguzi na kupunguza madaraka ya rais.
Kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na mawakili wake pamoja na mashirika ya kimataifa, ambapo hadi sasa, kulingana na mawakili wa utetezi, upande wa mashtaka haujatoa ushahidi wa kutosha kuthibitisha makosa ya uwazi yanayomkabili kiongozi huyo wa upinzani. Mkwamo huo wa kisheria umesababisha viongozi na wanachama wa Chadema kupiga debe na kuendelesha kampeni za mshikamano ili kushinikiza serikali na vyombo vya dola kumwachilia huru mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Shinikizo hilo linakwenda sambamba na wito kutoka kwa taasisi za kimataifa na mataifa ya kigeni yanayotaka kiongozi huyo wa upinzani kuachiliwa huru ili kurejesha mazingira ya uvumilivu wa kisiasa na demokrasia nchini Tanzania. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi anaona kuwa bila kufanyika kwa mabadiliko ya kikatiba, maridhiano ya kisiasa yatakuwa ni suluhu ya muda fupi ambayo haitasaidia kupunguza ugumu wa maisha na changamoto za kiuchumi zinazowakabili wananchi wa kawaida. Mwanasiasa huyo mwandamizi anasisitiza kuwa katiba mpya itatoa mwongozo thabiti wa kiutawala utakaosaidia kupunguza matumizi yasiyo ya lazima ya serikali, kuimarisha uwajibikaji wa viongozi na kuweka mazingira mazuri ya ukuaji wa uchaguzi na ustawi wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika muktadha huo, mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu na viongozi wengine wa vyama vya upinzani wanaendelea kushikilia msimamo wa kutoshiriki katika mchakato wote wa mazungumzo na serikali inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan kama serikali haitakuwa tayari kukabili na kukubali mabadiliko ya kikatiba. Vyama vya upinzani vinarudia kueleza kuwa uzoefu wa matukio yaliyotokea wakati wa maandamano ya vijana na uchaguzi wa mwaka wa 2025 unaonyesha kuwa maridhiano bila katiba mpya hayatakuwa na tija yoyote kwa mustakabali wa demokrasia nchini. Msimamo huo wa Chadema unaounga mkono hoja iliyotolewa na Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi kuhusu umuhimu wa kuweka kipaumbele kwenye katiba mpya. Wakati huo, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi anaendelea kutoa wito kwa viongozi na wanachama wa CCM kutafakari kwa kina kuhusu njia sahihi ya kuendeleza nchi bila kukwepa mastakwa halisi ya wananchi. Makamu wa Rais anaeleza kuwa kuisikiliza sauti ya umma kuhusu katiba mpya ndiyo njia pekee itakayowezesha mihimili wa dola na vyama vya siasa kufanya kazi kwa ushirikiano na kuleta utulivu wa muda mrefu nchini. Daktari Nchimbi anabainisha kuwa kuashiria mchakato wa katiba mpya kutazidi kuongeza mivutano ya kisiasa na kiuchumi kati ya serikali na wananchi. Kauli hiyo ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi inakuja wakati ambapo mbunge wa Kawe Mchungaji Josephat Gwajima naye akiendelea kukumbusha umuhimu wa kusimamia ukweli na haki katika vyombo vya maamuzi. Mchungaji Josephat Gwajima amekuwa akisisitiza kuwa viongozi wa kisiasa wanapaswa kuweka maslahi ya taifa na wananchi mbele badala ya kulinda maslahi binafsi au ya mitandao ya kisiasa. Mbunge huyo wa Kawe anaeleza kuwa maoni anayoyaacha yalikuwa ya Balozi Humphrey Polepole kabla ya kutoweka kwake yanapaswa kufanyiwa kazi ili kuimarisha uwajibikaji na uadilifu ndani ya serikali na chama tawala.